eneo la, unajua football wanasema kuna style ya timu inavyocheza. Yanga ni timu ambayo imejengwa golikipa ni part ya mchezo. Umeelewa Ndio maana ukiangalia namna ambavyo wanacheza, timu ikikabwa katikati ya mstari wanaanza nyuma, maana yake wanaanzisha mashambulizi kutoka kwa golikipa. Kwa hiyo build up ya Yanga inategemea zaidi miguu ya golikipa, mabeki wale wa chini kuanzisha mashambulizi kwenda mbele. Inamhitaji golikipa awe sweeper. Yes, awe sweeper kwenye ile eneo. Nafikiri afanya vizuri sana. Hiyo ndio style ya timu, namna ambavyo imejengwa inacheza hivyo. Na hata mabeki, unajua mpira wa miguu kwa hivi, mabeki wana asili ya kuzoea mfumo wao. Mabeki wa Yanga wameshazoea tayari. Wanapocheza golikipa wakati wote wanajua kabisa watampa mpira, kwa sababu wanaamini ndio style yao ya uchezaji. Nilikuwa nazungumza hivyo kwa sababu ya nimesikia kitu hapo ambacho akazungumza Paul kwamba Bakari Mwamnyeto ana yeye pia anahusika kwenye hili kosa. Nafikiri hapo Msheli yeye mwenyewe kwanza anajihukumu na serikali yake kwamba hakutakiwa kufanya kile ambacho alikifanya. Pasi sababu ile ni pasi ilikuwa nzuri. Ile pasi ilikuwa Mwamnyeto sio kwenda kwa Msheli. Sio Baka. Alikuwa Mwamnyeto kwenda kwa Msheli. Na wakati ile pasi inapigwa alikuwa shoot. Sema ndo ile Msheli kwenye control, sio golikipa mzuri. Na wapo magolikipa wa hivi ambao ni wazuri kwenye kudaka, yani mashuti nini, saving, wanafanya save nyingi nzuri. Lakini shida inakuja kwenye hiyo sasa, inapokuja swala la kwenda kutumia miguu yake kwa ajili ya kucheza mpira, ndio changamoto inaanzia hapo. Kwa hiyo ukiangalia, mimi binafsi mtu ambaye alifanya makosa ni Msheli, kwa sababu umerudishiwa mpira umeshindwa kucontrol, na sio mpira ambao labda ulikuwa wewe na mshambuliaji karibu ndio maana unashindwa kucontrol mpira. Ni papala zake tu mguuni, ama kukosa ule uwezo wa kutumia miguu yake kwa ajili ya kucheza mpira. Ndio maana kama uliona kwenye ile tukio, Mwamnyeto alikuwa mkali sana. Alimfuata Msheli akawa anamwambia imekwaje yani ufanye makosa ya aina hii wakati mpira umerudishiwa vizuri mguuni kwako. Kwa mimi nafikiri katika eneo ambalo yeye Msheli ni golikipa mzuri sana, ila anatakiwa kwenda kuongeza zaidi na afanyie mazoezi kweli kweli, ni eneo la kutumia miguu yake uwanjani ili aendane na staili ya timu inapocheza. Na kwa Msheli hii sio mara yake ya kwanza kwenye staili hii ya uchezaji kufanya makosa hivi. Kuna kipindi Msheli kwa akipewa nafasi mipira mingi anarudishiwa na mabeki, anabutua inaenda nje. Kwa sababu gani? Sio sana yake ya kiuchezaji pale nyuma. Kwa nadhani kocha wake wa magolikipa ana kazi ya kumtrain kwenye hilo eneo la kuwa sweeper mzuri ili aendane na timu. Anaweza akaanza kufanya mazoezi ambayo atamfanya awe comfortable zaidi kuchezea mpira mguuni. Itasaidia kupunguza makosa madogo madogo kama haya. Kwa naamini itakuwa nzuri na itamsaidia zaidi. Lakini bado yeye pia ndo alibuka shujaa kwenye mikwaju ya penalty. Angekuwa golikipa mwingine inawezekana angepotea. Tuzoe dakika 90 ameshapotea. Kwenye penalty pia angepotea kwa sababu akili yake singekuwa mchezoni. Lakini angalia namna ambavyo magolikipa wenzake wanampa moyo kwamba unaweza kwenda kufanya chochote kitu kwenye mikwaju ya penalty. Na of course anakwenda kucheza mikwaju ya penalty ambayo inaivusha Yanga na kwenda hatua ya finali. Pia amefanya kitu kikubwa zaidi siku ya jana kwenye mikwaju ya penalty. Lakini toa yote aliyofanya Msheli, toa kila kitu, rejea kwenye kiufundi. Yanga ilipocheza game ya jana, kwangu mimi kwanza credit kwa Zimamoto. Ni timu ambayo walijua wanacheza na timu ambayo ukiachia nafasi rahisi sana kukuadhibu. Kwa hiyo walichokifanya ni kufunga mianya mingi. Yanga wasio na nafasi kubwa ya kumove na mpira, wasitengeneze chance nyingi kwenye box lao. Ndio maana ukiangalia jana Clement Mzinze movement zake zote ambazo amefanya hazikuwa na madhara makubwa sana kwenye box la Zimamoto. Kwa sababu gani? Wakati Mzinze anakwenda kupasiwa hakukuwa na umbali kati yake yeye anapopewa mpira na mchezaji wa Zimamoto. Kwa hiyo alikuwa akipewa mpira hayuko comfortable kufanya movement, hayuko comfortable kupiga mashuti, kwa hiyo ikawa ngumu sana kupata nafasi za wazi. Stefan alibadilika akawa yeye ndo anafanya majukumu ya kutembea juu, chini, pembeni, kulia, kushoto, ili kuwachanganya at least Zimamoto ili waifungue Zimamoto kwa kupitia uwezo wa Aziz Ki wa kupiga mipira ya kuvusha. Lakini bado hata mipira ambayo walikuwa wanaivusha Yanga mingi Zimamoto walikuwa wanahamisha ndani ya box. Kwa hiyo kiangalia maeneo mengi ya uwanja hasa ya mbele kwa Young Africans jana Zimamoto yakabili vizuri sana. Kocha wao alikwenda kufanya, wanasema unapokuwa unajiandaa na mechi
unapomwangalia mpinzani lazima ufahamu ubora wake uko wapi na ukazuie wapi. Kwa hiyo alifanya excellent. Lakini tunarudi sasa, je, baada ya kocha kufanya excellent, plani yao ilikuwa ni nini Zimamoto? Wao walitegemea zaidi counter. Na counter hii ambayo tunaizungumza ni kwamba Yanga akiwa anakuja kushambulia, ukipola mpira, piga kushoto kulia, tukimbie tukamshambulie mpinzani. Shida ambayo niliona kwa Young Africans kwenye game ya jana, timu imeshaonyesha kwamba imestack pale mbele. Hakuna namna ya kuifungua Zimamoto kupata pengine bao la pili. Plan B ni nini? Hapo kwenye plan B unaiona Yanga mpaka inamaliza dakika 90, game plan yao ikiwa ni ile ile toka walivyoanza mpaka wanamaliza. Nani anahusika kwa ajili ya kuanalyze kile ambacho kinaendelea ndani ya uwanja? Anayeanalyze ni kocha ambaye ni Miloud Hamdi. Pengine alihitaji wachezaji ambao watatoa kitu extra zaidi kwenye eneo lake la mwisho ili kuongeza hiyo creativity na timu iweze kupata matokeo. Lakini ikaonekana bado ni changamoto na ikaonekana kuna ugumu huo wa kuwafungua Zimamoto. Kwa nafikiri katika vitu ambavyo katika siku ambazo kocha Miloud atakuwa amechukua kitu cha kwenda kujifunza kwenye eneo lake ama kwenye mikoba yake ya mbinu, basi ni game ya jana. Zimamoto sio timu kubwa ya kutisha hivyo kulinganisha na timu za madaraja ya juu, lakini kuna kitu amempa kwamba siku ikutana na timu ambayo inapaki basi lake vizuri. Sababu ile ni Yanga ambayo mimi kwa 75-80 ilikuwa imetimia. Umeelewa? Kwa hiyo siku tena timu ambayo inapaki basi vizuri, inaweza kashangaa knockout stage. Yes. Full time inaweza ikawa tu kapa watu ndio penalty. Sio kila siku bahati itakuwa kwako. Kwa nadhani Miloud, na hilo ambalo alizungumza Kisiki tuliona katika mechi dhidi ya JKT Tanzania. Game ya pale Mbweni akina Wilson Nangu walipaki basi lao vizuri sana. Wakawaachia Yanga wacheze mpira. Uliona shughuli ilikuwa ngumu sana. Kwa nafikiri kuna kitu ambacho yeye anatakiwa kuondoka nacho. Na hata game ya kwanza ambao alicheza Young Africans dhidi ya KVZ, umeona amepata magoli mawili lakini Yanga haikucheza vizuri ile wao. Umeelewa? Ni kwa sababu ta hiyo Azizi Quality ameamua mechi lakini mechi ambayo unaoona kabisa KVZ nao kuna kitu walikuwa nakifanya. Wanakwenda finali dhidi ya JKU. JKU ni miongoni mwa timu zingine ambazo wazuri kwenye counter. Wametuonyesha kwenye game dhidi ya Azam. Wana discipline ya kiukabaji. Kwa hiyo wanaweza akawa na finali ngumu endapo Yanga itacheza kama ilivyocheza kwenye mchezo wa jana. Huo kukosa nafasi nzuri na akili nzuri ya kumfungua mpinzani. Na katika michezo hii miwili ya Kombe la Muungano, kocha Hamdi Miloud namna Yanga inavyocheza, kwa sababu hii ndio tafsiri. Kuna makocha ambao kwenye ligi wako vizuri kwenye marathon, lakini kwenye knockout wanakuwa sio nzuri sana, na kuna wale makocha wa makombe kama kina Thomas Tuchel kija kwenye knockout hapa wanajua kuzichanga karata vizuri. Hamdi Miloud kwenye knockout, mechi za knockout sio mzuri sana tofauti na kwenye ligi. Yani tukizungumza knockout maana yake tutamtathmini kwenye FA, lakini pia tutatoa tathmini yetu kwenye hii muungano ambaye amecheza mechi za knockout, sio? Ukitazama kwa mechi hizi ambazo amecheza visiwani Zanzibar, kwangu mimi naona kuna namna ambavyo mikoba yake ya mbinu ilikuwa inapelea uwanjani kuifanya timu kuwa na makali zaidi. Unajua moja kati ya sifa ya kocha, timu inapokuwa imezidiwa maarifa, wewe ndio unatakiwa kuongeza maarifa ya timu ili iwe bora zaidi uwanjani. Kwa nafikiri kwenye muungano imetupa picha tofauti ambayo inanifanya mimi niwe na muda wa kumtazama Miloud mwingine kwenye knockout stage. Kwenye FA naweza nikasema alikuwa anakutana timu ambazo ni underdog zaidi kuliko hata yeye, ambaye ilikuwa yani sasa hawezi kupa ile game. Kwanza wenyewe wanakuogopa. Wajua hizi timu za visiwani Zanzibar walichokifanya ni kuheshimu, sio kukuogopa. Kuna vitu vile watu wanataka kuelewa kwamba kuna kukuogopa na kukuheshimu. Hao wanachokifanya ni kuziheshimu timu za bara kwa sababu ya quality walionayo, lakini kwenye heshima yao wanafanikiwa. Kwa mimi nadhani Miloud, kwa swali ulouliza kwamba ana kazi ya kufanya kwenye knockout, aboreshe akili, tunasema akili pate tu timu inapokuwa imestack kwenye mechi kama hizi ambazo ni za muhimu zaidi za kupata matokeo. Kwa hiyo kazi imebaki kwake, ana muda zaidi wa kumalizia ligi, ana mechi nyingi sana za FA ngumu zinakuja mbele, lakini ana finali dhidi ya JKU. Kwa hiyo nafikiri ana uwanda zaidi wa sisi kuendelea kumtazama kwamba ataongeza kitu gani kwenye eneo lake la mbinu. Sawa. Na finali yenyewe itapigwa hapo kesho
Yanga na JKU. Yanga na JKU ya Gombani. Kesho bonge moja la finali itakuwa. Tarehe 1 mwezi wa 5 kesho itakuwa ndio finali, na hapo